Mungu ana ujumbe kwetu. Hapa tunakuja kuona makundi ya watu kama viziwi na watu wasioweza kuongea, wanaitwa mabubu. Unajua kuna wakati unaweza ukawaza ya kwamba hawa watu wataingiaje mbinguni, au watawaza Mungu atafanya namna gani. Of course tunaamini na tunajua Mungu ana namna nyingi za kufanya, lakini hapa ni swala nitamani kwa siku ya leo, kwa neema ya Mungu tuweze kutiana moyo, lakini pia kukumbushana wajibu wetu. Hawa ndugu ambao hawasikii, hawa ambao hawawezi kuzungumza, tuna wajibu kwao. Kwanza tuanze na hili swala, kama je, wanaenda mbinguni kwa namna ipi? Kwanza niweze kuanza katika leo nabii natueleza. Kwanza kabisa tukianza katika Biblia katika kitabu kinaitwa Ufunuo 14 mstari wa 6, yule malaika wa kwanza, ule ujumbe unapelekwa kwa watu wote. Licha ya kuwa ujumbe kwa mapana yake umekwisha kuhubiriwa katika kipindi cha William Miller, lakini leo ya nabii pia inaeleza kwamba huu ni ujumbe ambao unazidi kuhubiriwa malaika wale wote watatu mpaka mwisho wa wakati. Sasa yule anasema, maana inabidi kabla tujaenda kwenye leo ya nabii tuanze kwanza na Biblia. Inasema, kisha nikaona malaika mwingine akiruka katikati ya mbingu, mwenye injili ya milele, awahubiri hao wakao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa. Akasema kwa sauti kuu, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Sasa tukiangalia hapo tunaona kwamba kumbe Mungu anatupa ujumbe kupeleka kwa kila lugha na jamaa na kabila. Ukiangalia mambo yanavyozidi kutokea ya mwisho wa wakati, unaweza ukawaza sasa hawa ambao wasikii ni namna gani? Yaani unabii unavyotimika na wako katika giza. Ndugu zangu, tupo katika wajibu mzito wa kuwahubiria. Ni kweli wataingia mbinguni, wapo watakaoingia tena kwa rehema za Mwenyezi Mungu, lakini wajibu wetu upo katika letters. Sasa tunaingia katika roho ya unabii kidogo sasa. Katika barua Mama White aliweza kuandika katika kipindi cha 1899. Nasoma barua ya 207, ya Disemba 5. Anasema hivi: those who present the idea that the blind, deaf and the lame, the deformed will not receive the seal of God are not speaking the words given them by the Holy Spirit. Hii ni paragraph yake ni 5. Kwa hiyo wale wanaosema kwamba wanaoleta wazo ya kwamba vipofu, viziwi wale hawawezi. Unaona kuna videos ambazo zipo ambazo mtu anaweza akaangalia akajua tuko karibu kufikia mwisho, lakini kipofu hawezi. Kuna matukio yanayosikika, kiziwi hawezi. Lakini anasema wale wanaosema hawa watu hawawezi kupata muhuri wa Mungu, basi wanaongea kitu ambacho hawajapewa na Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu. Sasa wajibu wetu uko namna gani? Tusikilizane kwa makini ili tuweze kuona. Unajua, turudi katika history. Wakati fulani katika kanisa, wakati wakiwa Mama White akiwa bado yupo hai, kuna ndugu mmoja alikuwa anaitwa Kimball. Huyu alikuwa ni bubu, hawezi kusikia, hawezi kuongea, lakini pamoja na hivyo alikuwa anawiwa kufanya kazi ya Mungu, kwa alikuwa na ndoo ya umishonari ndani yake. Sasa akawa akihitaji kuwahudumia wengine. Sasa kuna kitu kikatokea hapo, kwa akawa anawahubiria wenzake, hata wale ambao hawawezi nao kupata ule ujumbe ukitolewa na mhubiri, basi anayesikia anaandika. Lakini baada ya yeye kuwa ameandika, huyu ndugu anaenda kuzungumza na wao kwa kutumia mikono yake. Hapa ndipo tunaanza kuona uzito wa lugha ya alama kwa hawa ndugu zetu. Naomba nisome hiyo history kidogo ili isiwe kama vile tunaitunga. Basi nitasoma katika Testimony to the Churches. Nitaisoma hiyo ili uweze kuona ya kwamba kama hata kwako, kanisani kwako, hakuna lugha ya alama na vijana hawajui. Ukisoma gombo la 3 kurasa 204, hapo utaenda kusoma kwa wakati wako. Mama White anasema kwamba vijana inabidi wajifunze lugha nyingine. Licha kwa muktadha wake alikuwa anasemea lugha za mataifa mengine, lakini hiyo ukiangalia lugha nyingine zinazohitajika, kuna hawa ndugu zetu ambao hawawezi kuzungumza, hawawezi kusikia,
wao lugha yao wanayo, viziwi wana lugha yao ya alama. Je, vijana wamejifunza kiasi gani kuwapelekea ujumbe? Hicho ni kitu ambacho pia tunabidi tuweze kuangalia, viongozi wa makanisa waweze kujiuliza hapo itakuwa namna gani. Inabidi huo wajibu uweze kutekelezwa. Viziwi hawaendi kwenye haya makanisa kwa sababu hawasikii chochote. Hata wakienda, wapo wanaenda siku ya kwanza ya pili, kwa sababu hawajui, hawasikii, basi wanaacha kwenda makanisani. Lakini wangekuwepo wakalimani, wangekuwepo watu wanaowakalimania kwa lugha yao wanaosikia, wangekuwa wanaendelea kuja kanisani. Na hili kitu kinabidi kiwe serious. Ninasoma hapo, nafungua hapo katika gombo la 4, Testimony to the Churches, gombo la 4 ukurasa wa 300.3 300.3. Inaisoma, imeandikwa hivi: tulipendezwa na ndugu Kimball, na ndugu Kimball ambaye ni bubu na ambaye amekuwa mishonari miongoni mwa mabubu. Kupitia bidii yake ya kudumu, kikundi kidogo sana kimekubali ukweli. Tunakutana na ndugu huyu mwaminifu kwenye mikutano yetu ya kila mwaka ya makambi, akiwa amezungukwa na waongofu wake kadhaa walio mabubu. Mtu anayeweza kusikia anaandika kwa kadri awezavyo hotuba hiyo, naye huketi akiwa amezungukwa na marafiki zake walio mabubu, akisoma na kuwahubiria kwa bidii, tena kwa mikono yake anawahubiria. Maana hao kikundi kidogo cha mabubu wenzake walikuwa nao wasingeweza kupata ujumbe, lakini ujumbe unaandikwa, hotuba inaandikwa, alafu baada ya kuandikwa basi yeye anawahubiria kwa mikono. Ukiangalia uzito aliokuwa nao huyu ndugu, utakuja kugundua kwamba kazi hatujafanya kwa hawa ndugu zetu. Vijana inabidi wafundishwe, wajue lugha ya alama, waijue kuweza kuwapelekea hawa viziwi ambao hawawezi kusikia, mabubu ambao hawawezi kuongea, kwa sababu hawawezi kuexpress kile ambacho wanaamini, lakini wakijua hii lugha wanaweza kuwahubiria. Kasome vizuri hiyo gombo la 3 nimekupendekezea hapo. Lakini sasa vile kwa sababu kile ambacho tunatakiwa ni kuhubiri, ili kundi limeacha kwa kiasi kikubwa. Hata yale makanisa yako nao hao watu imekuwa ni wepesi sana. Ni wepesi sana. Wanaosikia wanajua uzito wa mambo yanavyoenda. Hata wao wakipuuzia ni sawa, kwa sababu wamekwisha kusikia. Lakini hawa ndugu hawawezi kusikia, lazima wapelekewe ujumbe. Kwa hiyo ninatoa rai kama ambavyo Roho Nabii inatuelekeza na Biblia inatuelekeza, basi kuweza kupeleka ujumbe kwa makundi haya ambayo hayawezi kwa namna ya kawaida. Makanisa waweke mikakati na watu binafsi waweze kujua wana wajibu huu, na Mungu aweze kutusaidia na kutubariki sana.